Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali amesema kuwa Irani haitasitisha kujibu mashambulizi yoyote ya Marekani kwa kuvilenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika hotuba yake ya kwanza ya television tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Irani na Israel, amesema kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu yatakuja kwa gharama kubwa, akitaja kuwa Irani tayari ililenga kambi kubwa zaidi ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati iliyoko Katari baada ya Marekani kujiunga na mashambulizi ya Israel. Kama ilivyokuwa katika kauli zake zilizopita zilizotolewa zaidi ya wiki moja katika siku 12 za mashambulizi ya Israel, alizungumza kutoka eneo lisilojulikana mbele ya pazia zenye rangi ya kahawia kati ya bendera ya Iran na picha za mtangulizi wake Ayatollah Ruhollah. Aidha, Ayatollah amesema kuwa kuzingatia uwezo wao wa kufikia maeneo muhimu ya Marekani katika Mashariki ya Kati na kuchukua hatua dhidi yao wakati wote anapohisi jambo hilo sio dogo. Katika moja ya matamshi yake, rais wa Marekani alisema kuwa Irani lazima ijisalimishe. Hili halihusiani tena na urutubishaji wa urani au sekta ya nyuklia pekee, ni juu ya kulazimisha Irani kunyenyekea. Bila shaka kauli kama hiyo ni kujitutumua mno kutoka katika kinywa cha rais wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa siku ya Jumatano iwapo Marekani ingeshambulia tena Iran, alijibu ndio ikiwa Iran itatengeneza upya mpango wake wa kurutubisha madini ya urani. Huku haya yakijiri, mamlaka ya Iran yenye jukumu la kuidhinisha sheria imepitisha mswada wa kusitisha ushirikiano wa shirika la kimataifa la nishati la atomic siku ya Alhamisi, ikieleza kuwa sababu ni mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel. Wabunge walipiga kura kuunga mkono mswada huo siku moja baada ya usitishaji mapigano na kumaliza vita vya siku 12 dhidi ya Israel, ambapo Israel na Marekani zilishambulia maeneo ya nyuklia ya Irani. Akizungumza katika kituo cha televisheni cha serikali ya Iran, msemaji wa chombo hicho kinachofahamika kama Baraza la Kikatiba Tahan Nazif amesema mswada huo ambao sasa unawasilishwa kwa Rais Masoud kwa idhini ya mwisho utaruhusu Irani kufaidika na haki zote zilizoainishwa chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia, hasa kuhusu urutubishaji wa urani. Tangu kuanzishwa kwa vita tarehe 13 Juni, maafisa wa Irani wameikosoa vikali IAEA kwa kushindwa kulaani mashambulizi hayo. Aidha, Irani imekosoa azimio lililopitishwa na shirika hilo ambalo linashutumu Irani kwa kutotimiza majukumu yake ya nyuklia.